Karibuni tena katika tafakuri ya maagano ya damu, na tafakuri ya leo inazungumzia juu ya damu yenyewe, kwamba damu ni kitu gani, au tunaweza tukasema damu ni nini. Katika tafakuri iliyotangulia tulielezea maana ya maagano na tulisema maagano ni makubaliano ya ahadi. Kwa mfano, tunaweza kukubaliana kuwa nitanunua shamba lako ikiwa kama nitalipa kiasi tulichokubaliana. Utaona hayo ni makubaliano ya ahadi. Au pia tunaweza kusema nitakuuzia shamba langu ikiwa kama utanilipa kiasi fulani, au nitakufanyia kazi fulani ili unipe kiasi fulani cha fedha. Sasa tafakuri yetu inahusu maagano ya damu, yaani maagano yanayohusisha au yanayofungwa kwa njia ya damu. Sasa kabla hatujaendelea na tafakuri hiyo, ni vyema kwanza kutambua maana ya damu. Damu ni kitu gani? Tunaweza tukaitazama damu katika njia mbalimbali. Njia ya kwanza ni kibiolojia. Damu ni aina ya majimaji yaliyo katika miili ya wanyama ambayo kazi yake kubwa ni kusambaza virutubisho maalum, kinga za mwili, hormoni pamoja na hewa ya oksijeni kwenye seli za mwili na kuondoa mabaki yasiyohitajika kutoka kwenye hizo seli. Ikiwa kama damu ina virutubisho, hewa ya oksijeni na vikolombozo vingine vilivyotajwa, huupatia mwili uhai. Biblia inazungumzia umuhimu wa hewa ya oksijeni katika maisha ya mwanadamu inaposema, ukiondoa pumzi yao wanakufa. Na hii inapatikana katika Zaburi ya 104 mstari wa 29 na vilevile ule wa 30. Maana yake, binadamu anaposhindwa kuvuta hewa ya oksijeni au anapokosa hewa hii, hatimaye hupoteza uhai. Kwa ujumla, damu inachukuliwa kama chanzo muhimu cha uhai na nguvu muhimu kwa uzima wa watu na wanyama. Uhai wa kiumbe umo katika damu, ndivyo Biblia inatuambia, na hii inapatikana katika Walawi sura ya 17 mstari wa 11 na vilevile mstari ule wa 14. Pia tunapata jambo hili katika Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 23. Katika jamii, ambapo jambo la pili, damu inawakilisha mahusiano ya kindugu. Mara nyingi tunasikia watu wakisema, mtu yule ni wa damu yangu, au mtu yule ni wa damu yetu, wakimaanisha kwamba huyo mtu ana mahusiano ya kindugu na wao. Jambo la tatu ni kuwa damu inawakilisha uelewano baina ya watu. Utasikia watu wakisema, mimi na mtu fulani damu zetu zimeendana, au mimi na mtu fulani ni damu. Na wakati mwingine tunaweza kusema, mimi na mtu fulani damu zetu hazikuendana kabisa. Jambo la nne ni kwamba damu inaelezea mahusiano yetu na Mungu. Damu inatupatia uhai na uhai unatoka kwa Mungu. Kama tunavyoweza kusema mtu yule ni wa damu yetu, vilevile sisi sote ni wa Mungu kwa kuunganishwa naye kwa njia ya uhai ulio katika damu. Yesu anasema, anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu
anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hii tunaipata katika Yohana 6 mstari wa 54. Sasa kwa vile damu ndiyo inayowakilisha mahusiano yetu na Mungu na inayotupa uhai ambao unatoka kwa Mungu, basi sisi ni mali ya Mungu, au tunaweza tukasema sisi ni mali yake. Kutokana na umuhimu wa damu, Mungu aliwaamuru wanadamu wasile damu ya wanyama, kwani ni kitu kitakatifu. Katazo la kutokula damu lilianza kipindi cha Noa, au tunaweza tukasema Nuhu, baada ya gharika. Mungu aliwaamuru Nuhu na wanawe wasile nyama iliyosongolewa na damu. Hii tunaipata katika Mwanzo 9 mstari wa 4. Waisraeli wa kale waliendelea kukatazwa kutokula damu ya mnyama yeyote, kwa sababu uhai wa kila mwili wa mnyama yeyote upo katika damu. Hii inapatikana katika Mambo ya Nyakati sura ya 17 mstari wa 14, na vilevile Walawi 3 mstari wa 17, alafu Walawi 7 mstari wa 26 mpaka 27, na sura ya 17 mstari wa 10 mpaka ule wa 14. Mitume waliendelea kushikilia sheria ya kutokula damu na waliwatahadharisha watu wa mataifa nao wasinywe damu, kama tunavyoona katika Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 20. Sheria ya kutokula damu imeendelea kushikiliwa na baadhi ya watu hata leo hii. Wengine hata wanapinga kuongezewa damu kwa njia ya mishipa mahospitalini. Lakini kwa upande wa Yesu, yeye anatuhimiza kunywa damu yake. Yesu anasema, kweli nawaambieni, msipokula mwili wangu au msipokula mwili wa Mwana wa Mtu na kunywa damu yake, hamtakuwa na uhai ndani yenu. Yohana 6 mstari wa 53. Sasa swali tunaweza tukasema ni je, Yesu anapingana na sheria ya kutokula damu? Pia ni kwa nini katazo la kutokula damu si la muhimu tena, au ni kwa nini halisisitizwi tena na jamii kubwa ya Wakristo leo hii? Pia kwa vile damu ni kitu kitakatifu, Mungu alikatazia kuto kumwaga damu ya mtu, kama tunavyosoma hivi katika Mwanzo 9 mstari wa 6. Kisha aliwaamuru, yani Mungu aliwaamuru Nuhu na wanawe ya kuwa amwagaye damu ya binadamu, damu yake itamwagwa na binadamu, maana binadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Hivyo damu ya mtu isimwagwe. Sasa katika machukizo makubwa mbele za Mungu, mojawapo ni mikono imwagayo damu isiyo na hatia, na hii tunaiona katika Mithali 6 mstari wa 17 au Isaya sura ya 59 mstari wa 7 mpaka wa 8, na Kutoka sura ya 23 mstari wa 7, pia Kutoka sura ya 20 mstari wa 13, na vilevile tunaweza tukaona katika kitabu cha Yeremia sura ya 22 mstari wa 3. Tena mwanadamu amekatazwa kutokuimwaga damu yake mwenyewe, kama inavyoelezwa katika Matendo 16 mstari wa 28 na Mhubiri sura ya 7 mstari wa 16 mpaka wa 26.
Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alimwaga damu yake ya thamani. Sasa je, kwa kumwaga damu yake Yesu alitenda kinyume na amri ya kutokumwaga damu? Je, unafikiri ni muhimu kuendelea kutokula damu? Tumsifu Yesu Kristo.